الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. صدق الله العظيم. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtukufu wa umma, si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote tumshukuruni Allah tabaraka wa Ta'ala, Allah ambaye ametuwezesha kwa mapenzi yake kuweza kufika eneo adhimu, eneo takatifu, kwa ajili ya kuyatekeleza ama kuyafuata yale ambayo Allah tabaraka wa Ta'ala anayaridhia. Kwani wapo wenzetu waliokuwa na fikra na mawazo ya kuweza kufika katika eneo kama hili, lakini Allah tabaraka wa Ta'ala hakuweza kuwajalia kufika sehemu hii. Kwa hiyo hapana budi kupeleka shukrani zetu za dhati kwa Allah tabaraka wa Ta'ala, japo ni kwa uchache, kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu Waislamu, jambo la kwanza linalohusia na vile vile kuihusia nafsi yangu ni katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa Ta'ala, ama ni katika suala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa Ta'ala, kwani takwa ndiyo ambayo itatusababisha sisi tuweze kufanikiwa katika maisha ya duniani na maisha ya akhera. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wacha Mungu. Ndugu Waislamu, kama mukadima ulivyotangulia, tuliweza kupata usia juu ya suala zima la kuwatendea wema wazazi wawili. Hili ndilo jambo ambalo tumehimizwa sana, na leo jamii ya watu wengi wamefeli katika suala zima la kuwatendea wema wazazi wawili. Sitoingia katika mada hii isipokuwa itafanana kidogo na hima. Mara nyingi tunaambiwa kwamba tuwatendee wema wazazi wawili, ama mzazi anahitaji mwanawe amtendee wema, lakini kuna kitu lao tunakisahau, basi ndiyo pale tunapopelekea sisi kutowafanyia wema wazazi wawili, na wale wazazi wawili kuacha kufanyiwa wema na watoto wao, kwa sababu kuna kitu kimekosekana. Na kitu hiki ndicho ambacho itakuwa anwani ya mada yangu. Anwani ya mada yangu itakuwa katika suala zima
tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Malezi ya Kiislamu kama kila mmoja ameyasimamisha ndani ya nyumba yake, katika familia yake, ndiyo itapelekea kuweza kuwathamini mpaka wazazi wawili. Lakini yanapokosekana tarbiyatul islamia, ndiyo pale inapofikia mtoto hamthamini mzazi wake, kwa sababu mzazi mwenyewe alishindwa kumpa mwanawe tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Na leo jamii ya watu wengi, kuna swali ambalo kwamba wanajiuliza, ama maswali wanajiuliza: kwa nini wavuta bangi ni wengi? Kwa nini panyarodi ni wengi? Kwa nini matukio ya ajabu ajabu ni mengi? Kwa nini kina mama leo hii wanatembea mabarabarani usiku kujiuza? Watu wana maswali kama haya. Kwa nini leo hii imefikia wakati vijana wamekithirisha kunywa pombe? Mtu weza kujiuliza swali kama hili. Lakini leo hii watoto wanakithirisha kunywa pombe, kuwa vibaka, kufanya matukio ya ajabu ajabu, ni kwa sababu ya kukosa tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Kule kukosekana malezi ya Kiislamu, ndio wakuta Waislamu amenyoa kichwa chake pembeni huku, juu kacha nywele kubwa. Kwa nini anafanya hivyo? Kakosa tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Na wengine ni wazazi kabisa ndio wanaowalea katika malezi yake. Mtoto kampeleka saluni, mzazi alisimama katika ile minyoe, anamchagulia minyoe kama huyu, ananyolewa pembeni kipara, juu ameachwa nywele kama zilivyo. Haya si malezi mazuri. Baadaye mtoto akishindikana, wanasingizia kwamba huyu mtoto yawezekana karithi kwa babu yake. Babu yake yuko wapi? Yeye wakati huo yupo kaburini, unaelewe, alafu unasema karithi kwa babu. Wewe umempeleka kwa fundi akanyolewe, kanyolewa pembeni, nywele zimeachwa, alafu unasema karithi kwa babu. Haya siyo malezi. Kwa hiyo tunahitajika mimi na wewe katika majumba yetu, ili watoto wajefikia wakati wathamini wazazi wao wawili, wawaombee dua, ni kuwapa tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Malezi ya Kiislamu yanapokosekana katika majumba, watoto wanakuwa ni wafalme, wanazungumza wanachokitaka, wanafanya kile ambacho kama wamekipenda katika nafsi yao, wala ndio katawala. Mpaka nafikia wakati mtoto hata kugombeshwa mtu anamhofia. Mwisho asema, haya baba, fanya unavyotaka. Baba, mtoto anakuwa baba. Mtoto anatoka saa 6 usiku anaenda kutembea, anarudi saa 8. Nyumba mpaka inafikia wakati inakuwa ina rais, inakuwa ina waziri mkuu, inakuwa na raia mtulivu. Mtoto ndani ya nyumba anakuwa ni rais. Ameenda kutembea, akija anagonga saa 8 za usiku. Aliyokuwa ndani ya nyumba anauliza nani? Mtoto anajibu hivi, ni mimi baba. Ni mimi baba. Yeye ndio baba, kwamba ni mimi baba. Anataka kufunguliwa. Waziri mkuu wakati ule ni mama, anamwambia mumewe, baba fulani, mtoto huyo kafunguliwe. Wakati ule mume anakuwa ni raia mkuu.
atafanyaje? Ananyanyuka, enda fungua nini? Enda fungua mlango. Kwa hiyo mtoto anakuwa ni mfalme, ndio rais katika nyumba. Lakini kwa nini watoto wanakuwa hivi? Tumekosa tarbia Islamia, malezi ya Kiislamu. Haya malezi ya Kiislamu yanapokosekana katika majumba, ndio leo watoto wanafanya kila wanalojisikia. Tutaangalia ama tutamgusia Mzee Luqman ambaye amezungumziwa ndani ya Qur'an, jinsi alivyokuwa akimlea mwanawe. Mzee Luqman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezungumzia ndani ya Qur'an jinsi alivyokuwa akimpa malezi mwanawe. Malezi haya yanahitajika mimi na wewe ndio tuyaige. Sio leo tunawafundisha watoto mama kaweka singeli ama mziki, alafu mtoto kafunga kanga ya kiuno, alafu anashangilia na piga makofi, huku ni kulea huku. Kafungulia mziki mwanzo mwisho, anacheza alafu apiga makofi, baadaye anakuja kulaumu, kumbe amekosea mwenyewe. Kwa hiyo Mzee Luqman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuelezea ndani ya Qur'an, wa idh qala Luqman ibnihi, anaambiwa Mtume Muhammad, kumbuka aliposema Mzee Luqman libnihi, kumwambia mwanawe. Alimwambia maneno gani? Wa huwa ya'iduhu, hali ya kuwa anampa waadhi, anamuhusia, anampa tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Mimi na wewe ndio tunatakikana tuyaige malezi haya. Alimwambiaje? Ya bunayya, ewe mwanangu, la tushrik billah. Jambo la kwanza ninalokuhusia katika maisha yako, la tushrik billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni usia Mzee Luqmani amemweka mwanawe chini, anampa mawaidha, anamuhusia. Jambo la kwanza anamuhusia mwanawe, anamwambia la tushiriki billah, mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunafundishwa kitu cha kwanza, baba mama ama ni kaka ama yoyote anayesimamia katika familia ndani ya nyumba, kila mara utenge muda ukae na mwanao chini, umuhusie mwanao na umwelekeze mwanao mazuri aweze kuyatekeleza na mabaya aweze kuyaacha. Nani leo hii anakaa na watoto wake? Baba akitoka saa 12 akirudi ni usiku, amechoka, analala. Kutenga japo ni dakika 5 akawakusanya watoto wake, akawauliza watoto wangu mmeswali? Watoto wangu mmeenda madrasa? Watoto wangu mmeenda shule? Watu hawana muda huo. Yani katika tarbiyatul islamia yawezekana Waislamu tusiwe na muda huo, lakini Muislamu akawa na muda, akazalisha ama akajaza sumu katika vifua vya watoto wake. Fulani sipatani naye, na waambia watoto wangu nani, mimi nikifa sitaki nyumba ile mkanyani. Wapo Waislamu wanafanya hali kama hizo. Lakini kule kukaa na watoto wake akawahusia mambo mazuri waweze kuyatekeleza na mabaya waweze kuyaacha. Waislamu hatuna muda huu. Wengine hatujui hata muda wa watoto wetu wa kwenda madrasa, kuingia saa ngapi, kutoka saa wanatoka saa ngapi. Hatuna muda huo, na wala hatuulizi na wala hatutoulizi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kusimamia tarbiyatul islamia.
Kwa hiyo mzee Luqman anamwambia mwana, ya bunayya, ewe mwanangu, la tushriki billah. Jambo la kwanza na kuhusia katika maisha yako, usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada, katika maneno na katika matendo yako yote. Usimshirikishe Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kuna kitu ambacho kwamba tunapasa tuweze kufahamishana. Mara nyingi tunapoelezea shirki ama ikitajwa shirki, wengi twakimbilia kuwalenga waganga wa kienyeji wenye tunguri. Mshirikina yule ana nini? Ana tunguri. Wengi tuko hivyo. Tunguri sio shirikina. Tunguri sio ushirikina, ifahamike hivyo. Sawa? Kwa sababu tukiangalia taarifu ya shirki, tunaambiwa ashirku huwa ibadatu li khairi llahi azza wa jalla. Ukisikia shirki ni ibada ambayo si ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila tu ushirikina ima utake mwenyewe. Na hata wewe ukatumia hizi dawa za hospitali hizi ukamshirikisha Mwenyezi Mungu pasi na kujua. Na mtu akaenda kwa mganga wa kienyeji akafanywa tiba wala sije katika shirki. Mfano, umepata malaria, ukaenda hospitali, ukapimwa, ukaonekana wewe una wadudu 6 mpaka 12. Dokta akakupa dawa, akatumia dawa hii. Wakati ule ulikuwa hali yako ni mbaya sana. Ghafla Mwenyezi Mungu akufanyia tabdili, ukapata nafuu. Baada ya kupata nafuu sasa wasema lau usingekuwa ile dawa ile, nilikuwa naondoka. Ushamshirikisha Mungu. Na yawezekana ukaenda kwa mganga wa kienyeji ukatibiwa na wale kawa hujaingia katika shirki. Mfano, wewe umeenda kwa mganga, tumbo la kuuma, ukamwelezea, bwana mimi ninaumwa na tumbo. Tatizo tumbo, kachukua sijui ni mizizi ya mbaazi, kachukua sijui mbono, kachemshe unywe. So kitajaribu ukachukue mkanywa, nimetolea mfano, jipa kajidhuru akasema tuliambiwa ile tiba, nimetolea mfano. Sina ujuzi wa tiba hizo. Kwa hiyo akakupa ile dawa, ukatumia, tumbo likapona, ukasema alhamdulillah. Pale wala hujamshirikisha Mwenyezi Mungu na wala hujaingia katika shirki. Lakini mara nyingi sisi twaingia shirki katika shirki katika hivi ama katika mfano huu. Umeenda kwa mganga, umeenda wajua fika mimi naumwa ya tatizo kadhaa, wamwambia babu hebu nichungulie hapa, sielewi. Alafu waza kumpatia, bwana na yule mzee pale jirani yangu simuelewi. Na mganga naye haachi la kukupa. Hatuwasemi vibaya, haachi la kukupa pale kwa beda. Kuna jirani yako mzee hivi alifanya swali sana, alifanya toa sana sana. Yule mzee mwangalie yule, tena bahati yako umewahi hapa. Lingejua lisingezama leo ungeondoka. Kumbe yule mzee tayari ushajenga chuki. Kwa hiyo hapo ndio tutakuwa mingi katika nini? Katika shirki. Lakini kwenda kwa mganga jamani sio shirki. Mtume pia katuambia, tadawau ya ibadallah fa inna Allah ma anzala da'an illa anzalahu bishifa. Ikifikia wakati kusema maradhi haya hayana tiba, ni wewe ujui. Maradhi haya tumehangaika sana, tiba hakuna, hujapata wewe. Lakini kuna wataalamu wanajua hizo tiba. Kubwa tu ni kutoingia katika shirki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Kwa hiyo mzee Luqmani anamwambia mwanawe jambo la kwanza ambalo hapaswi kulifanya na alichunge sana katika maisha yake, la tushriki billah. Anamwambia mwanawe usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hii shirki ina madhara gani ama ina hasara gani mpaka mzee Luqmani anamuhusia mwanawe kwamba mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya shirki na ikiwa umebezi katika shirki mpaka wafa, Mungu hakusamehe. Labda kama ulitubia kabla ya kufa, Mungu anakusamehe. Lakini kama maisha yako wewe kila siku kuangalizia watu, kuchungulia huyu bwana kuroga, huyu bwana kukopera, huyu, maisha yako ikawa ndio hivyo, ukifa wewe ni mtu wa moto. Kwa hiyo ndio maana mzee Luqman anamuhusia mwanawe, ya bunayya la tushriki billah, mwanangu nakuhusia kitu cha kwanza usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tukaa na watoto wetu tukawahusia, sisi tukaa na watoto wetu tukawakanya kwamba mwanangu lile sio jambo zuri usilifanye, twafanya hivyo. Leo sisi tukaa na watoto wetu tukawaelekeza mazuri, mwanangu muda wa sala huu nenda msikitini, tukaa na watoto. Kwa nini hatukai? Kwa nini hatutengi muda huo tukakaa nao chini? Alafu hivi baadaye tutarajia hawa watoto watuheshimu kwa kule kutowapa tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Ndio leo maadili yamepunguka, leo hii maadili yamepungua, yameshuka, yapo chini. Leo watu wamekaa katika kikao kile chakula ili uone kwamba maadili hakuna. Mtoto anakuwa ndio wa kwanza kula mkono, akishiba pia hamngojei mzazi wake, kawapaza kuja kwenye mpira. Na tutafanya hivi kila siku kama hatutoki nyuma. Tusitarajie kwamba watoto watakuwa na heshima. Zamani tunaambiwa kwamba mzee akiwa na mzigo, akikaribia katika nyumba, mtoto anampokea anapelekea katika nyumba yake. Leo watu wanapokea. Kwa nini hawali? Tumekosa tarbiyatul islamia. Leo mzee katokea bahati mbaya kaanguka, watoto wamzomea. Kwa sababu gani wanafanya hivi? Wamekosa tarbiyatul islamia. Watu wamepanda katika gari, anaona kwamba huyu ni mtu mzima, huyu kusimama muda mrefu hawezi. Mtoto kasimama kwenye kakaa kwenye kiti, tena alifanya yuko busy na simu kama muone vile. Hivi angekuwa baba yako usingempisha. Lakini kwa nini watu wanakuwa hivi? Wamekosa tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu yamekosekana. Leo inafikia wakati mtoto mdogo anabishana na mtu mzima kama marika yake vile. Kwa nini nafanya hivi? Kakosa tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Kwa hiyo ili tufanikiwe, malezi yawe juu, watoto wasiwe vibaka, wasivute bangi, wasinywe pombe, wasikae vichochoroni kuwapiga watu kabari. Tuwape tarbiyatul islamia. Tusipowapa tarbiyatul islamia, atakungojea umetoka benki pale wakatapona tu na wewe. Lao kama tuwapa kweli tarbiyatul islamia, hawawezi kukaa vichochoroni. Nyuma yake ahakikishe anaweza kuwa na swala zima la tarbiyatul islamia, malezi ya Kiislamu. Kuna malezi na kulea, ni vitu viwili tofauti. Kuna kulea na kufuga. Kuna kulea na kufuga. Sisi tunatakikana katika majumba yetu tuwe twalea, sio. Hakika shirki ni dhulma kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwisho wake utaenda kuingia katika moto wa jahannam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika suratul Bayyina, innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina fi nar jahannama
khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah, hakika ya wale wenye kukufuru, min ahli alkitab, miongoni mwa watu wa kitabu, Mayahudi na Manaswara, wal mushrikina, na wale washirikina wote wanaovaa mairizi, wanaenda kwa mababu wakaangaliziwa ramli, fi nar jahannam. Ni maneno ya Allah, nimenukuu, fi nar jahannam, hawa wote wataenda kuingia katika moto wa jahannam. Wa na'udhu billahi min dhalik. Tena khalidina fiha, wataishi ndani ya huo moto milele. Ulaika hum sharrul bariyah, watu hao ndio viumbe waovu. Baadhi yao wataalamu wakaweza kulifasiri maana ya sharrul bariyah. Mfano wetu ndio pale tunapoita sharobaro, ile sharrul bariyah. Wewe jiita sharobaro tu, kwa maana yake ni sharrul bariyah, mtu mwovu. Wasema mimi sharobaro, ayasema shara ni tafsiri yake ndio hiyo. Sasa kwa hiyo ukipiga jinsi yako kitambaa cha ninginia, wasema mimi sharobaro, sharrul bariyah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والتذكير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على آله وأصحابه وأصحاب القرآن. أيها الناس اتقوا ربكم واتبعوا سنة نبيكم، واعلموا أن تقوى الله توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصية الله توجب العذاب الأليم. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعد ذلك، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما اجتمع في طاعتك العبيد والأمة. اللهم صاحب نبيك أبي بكر الصديق التقي، وعن خليفة المحراب عمر بن الخطاب الفاروق النقي، وعن جامع القرآن عثمان بن عفان ذي نورين الزكي، وعن باب العلم علي بن أبي طالب الوفي رضي، وعن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا في جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا واتباعه، وأرنا الباطل باطلا واجتنابه. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. وأقم الصلاة.